Hello guys, mambo vipi? Kwa majina naitwa Juma Mwanja, ni mtangazaji kutoka Mpoda TV. Leo niko mtaani, kipindi kinaitwa Mingo za Kitaa, kuweza kufahamu baadhi ya wajasiriamali, lakini pia kuweza kufahamu baadhi ya wadada ambao kwa mtaani, kuweza kuangalia stori zao, lakini pia kuweza kuangalia katika mwaka huu 2025, 2026 kitu gani ambacho 2025 ulifeli, lakini mwaka huu 2026 ni kitu gani ambacho nakitarajia. Hayo ndiyo malengo na dhumuni ya kipindi chetu kinachoitwa Mingo za Kitaa, kwa kuweza kuamini mambo mengi sana kwa kile harakati ambazo tunakuwa tukipambana nazo katika harakati hizi na nyanja hizi. Hebu tuangalie baadhi ya vijana mtaani. Nani ana maoni gani, na wewe je, katika hisia zako nini ambacho unakifikiria katika mwaka huu 2026? Kaka, habari yako? Kwanza ni njema kabisa, niko poa, niko burudani kabisa. Okay, unaonekana kama una furaha fulani. Yeah, sababu nimevuka mwaka vizuri kabisa. Mishemishe zangu zinaendelea. Za mwaka jana na mwaka huu naona niko vizuri kabisa. Okay, kwa faida mtazamaji anaangalia kupitia Mpoda TV, nazungumza na nani? Nazungumza na Will Pop Kanyama brand kabisa, ambaye kwa sasa ni mfanyabiashara lakini bado anaendelea na sanaa, ni mwanamuziki. Kwa mwaka huu ndio mwaka kuingia kabisa rasmi kuendelea na muziki. Kwa hiyo naamini kila kitu ambacho kwa mwaka jana washabiki walikikosa, mwaka huu ni muda wao. Ni kwa faida tu ya mtazamaji, kama alivyoweza kuzungumza mwenyewe kwamba yeye kumbe niko na artist mkubwa sana ambaye anakwenda kwa jina la Will Pop, lakini pia kwa kupitia sanaa anayoifanya sije ukajua kwamba huyu tu ni msanii, lakini pia ni mjasiriamali akijishughulisha na mambo kaza wa kaza. Lakini katika mwaka 2025 na sasa hivi tupo katika mwaka 2026, ni kitu gani ambacho likivumbua katika mwaka 2025? Cha kwanza 2025 kuna baadhi ya ndoto zangu nilitegemea kuziweka sawa, lakini sijafeli na wala sijakosea. Ni mimi mwenyewe najua ni wapi nilipofeli na wapi natakiwa mwaka 2026 niweke sawa. Yeah. Kwa sijafeli bado. Bwana hajafeli, lakini pia tunaamini kabisa haukufanikiwa yale malengo ambayo ulikuwa unatarajia. Yeah, lakini sio kwamba sijafanikiwa kabisa, kwa sababu ni mengi ambayo nilikuwa na idea nayo na kuyafanya na niweke sawa, lakini nimeamua nifanye moja nilisimamisha. Kwa hiyo sio kufeli huko ni kufanya kimoja ukisimamishe, na kingine pia ukipe muda uweze ukisimamisha. Lakini Will Pop, umetuambia kwamba wewe ni msanii wa Bongo Flava, lakini pia ni mjasiriamali. Uone kama vitu hivi viwili utaona kama vitakuvuruga katika sanaa, lakini pia kupitia kazi zako unazofanya za mikono? Haviwezi kunivuruga na haviwezi kufanya kitu chochote, kwa sababu muziki ni pesa na muziki wenyewe unahitaji mzunguko uwe wa nini, uweke pesa. Kwa hiyo lazima nitafute pesa ili niweke kwa nini, niweke kwenye huo muziki. Nikisema nitegemee muziki peke yake, sidhani kama naweza nikafika sehemu ambayo natakiwa nifike. Okay, nadhani kama alivyoweza kuzungumza Will Pop ni msanii lakini pia ni mjasiriamali akijishughulisha na kazi zake za kutengeneza sofa. Ndio kama hapa tupo kwa site, tuko sehemu yake ambapo maisha yakiendelea, lakini pia sije mkajua tu kwamba mwanamuziki, lakini pia katika kila ambacho alichokuwa amekizungumza, yeye ni mjasiriamali, anatengeneza furniture nyingi sana ambazo ukifika hapa kwake, ukitaka sofa mzuri, ukitaka kabati, ukitaka vitanda vizuri, lakini utaweza kuviona kupitia Will Pop ambayo kazi yake ya mikono. Lakini pia ameweza kuzungumza kwamba yeye ni msanii, lakini nikamuuliza swali kwamba je, unapojishughulisha swala la msanii na kazi yako ya mikono, je, huwezi kujichanganya? Akazungumza jibu zuri kabisa, kwa sababu muziki unahitaji gharama kubwa sana, kimaanisha kipesa, lakini lazima kwamba pesa izalishe katika ujasiriamali ili aipeleke kwenye muziki. Safi sana. Ulize swali ambalo ili limekuwa ni gumzo sana katika jamii, ukiuliza swali inakuwa kuna ukakaso fulani. Will Pop anasema katika maisha ya kimtazamo zaidi, katika harakati za kuendelesha maisha, kwamba hauwezi kutoboa bila kuwa na mke. Je, katika swala hilo wewe unalizungumziaje? Swali zuri kabisa. Lakini naweza kusema kwamba kwa mtafutaji yote asiweke mke, sio mchongo sana. Yaani mke sio lazima awe naye kwamba eti atasababisha ndo awe na mafanikio. Yaani mke hasafanyi wewe. Tunalizungumzia swala la kutoboa, yani maisha huwezi kutoboa bila kuwa na mke. Iko labda kipengele hicho labda. Ndio nakwambiaje? Mke hasababishi wewe utoboe au mke hasababishi wewe usitoboe. Ila kabla hujaoa inabidi upambane sana kutafuta, ila kwa sababu kwa sasa hivi hakuna mwanamke atakwambia mimi nakupenda sana. Yaani anakuambia nakupenda sana kwa sababu una kitu. Unajua kuna mawili. Yaani kuna wewe au wewe unayependwa na kuna mwingine ambaye afanyaje?
Kwa hiyo Willy Popo unataka kuniambia kwamba hii kauli ambayo walizungumza ilikuwa hii kauli walikosea sana? Makosa makubwa. Yaani hakuna kitu ambacho kinakuwa na sababu za msingi. Kwenye mapenzi lazima mle, mpange mipango, mjue ndoto zenu mnafanyaje. Huyo mtoto wenu wa kwanza lazima kuna vitu muandalie. Unamwandalia vipi wakati hamna pesa? Hiyo mipango inatamia kweli? Ndio lazima mwisho wa siku kuna mmoja atakosea tu kati yenu watu wawili. Okay, Willy Popo, katika neno la mwisho kuweza kuzungumza, kuna baadhi ya washikaji wengi kwamba wamekaa tu mtaani hataki kufanya kazi, lakini katika mwaka huu 2026 mimi naamini katika mwaka wa mafanikio makubwa sana. Lakini katika kuelezea vijana wa namna hiyo ambao wanakaa tu hataki kujishughulisha, lakini katika huu mwaka mafanikio. Asitaka kujishughulisha mwache tumtume. Asitaka kujishughulisha na ataka pesa mwache tumtume. Tukishamtuma sisi tunapata chochote kitu kwake kupitia yeye mwenyewe na Okay sana Willy Popo pamoja sana mda wangu. Nadhani umeweza kucheck dakika hizi ambazo za Wangamizi. Kipindi kinaitwa Mingo za Kitaa. Ni mimi Juma Uwanja katika kipindi hiki cha kuweza kuzungumza baadhi na washikaji ambao wengi sana wakijishughulisha katika ujasiriamali, lakini pia hapa tumeweza kuwa na Willy Popo, kijana ambaye anajishughulisha sana katika masuala ya sanaa, ukiacha tu sanaa, lakini pia katika kazi yake ya mikono. Willy Popo, sasa hivi waambie wadau sasa kupitia Mpoda TV kwamba kazi yako unajishughulisha asa waje hapa atakuta vitu vya namna gani au furniture ya namna gani? Cha kwanza kabisa hakuna kitu kizuri ambacho nakipenda kama hiki ninachokifanya. Ukifanya kitu unachokipenda lazima ufurahie kabisa. Kwanza mimi nafanya kazi ya furniture, na maanisha natengeneza makabati, natengeneza vitanda, natengeneza bed sofa, natengeneza sofa zenyewe, hususan kitu chochote ambacho kinahusiana ndani, yani furniture yoyote inayohusiana ndani huwa nafanya. Na usijali popote pale ulipo, wewe ni cheki, nipigie namba zangu, tutawasiliana kama mkoani. Popote ni nyumbani, tutafanya kazi fresh kabisa. Yaani na usinyogope kwamba eti labda kabe ujamani msanii anaimba na nini atakuwa ni star sana vitu vyake, hamna. Ni vile vile kama ukiangalia kama kwa sasa hivi hapa kwa Ziare Dar es Salaam nini nimeshachaguliwa kwa rais. Yaani kiongozi fulani ambaye natakiwa kila kijana yote awe na furniture ndani. Kwa hiyo lazima ile bei zetu zile za kifamilia lazima ziwepo. Okay. Kwa ndio maana nimechaguliwa kuwa jamaa. Bwana usiogope sana bwana, njoo kwa Willy Popo hapa akufanyie kitu kimoja ambacho amazing sana, kwa sababu katika mwaka huu 2026 naamini kabisa amejipanga vizuri kabisa kwa kuona kabisa kwamba wewe furniture ndani ukipendeza vizuri. Lakini pia tunaamini kuna changamoto nyingi sana ambazo zikitokea kupitia kazi yenu hizi za mikono, kwamba kuna mtu anakuja kwamba bwana nataka design fulani, labda kwamba mchoro aliona kwenye simu lakini akafika nao, lakini mwisho wa siku kile ambacho alichokiona yeye na ulichokuja kuitengeneza wewe kinafanana, lakini mwisho wa siku je akasema mbona hiki sijalizika nacho? Labda katika changamoto hii unaionaje? Kwanza wateja kama ndo wazuri. Ni wazuri kwa sababu wanakupa kitu ambacho kama uje ukipitia kwako utahisi ni kigumu. Lakini sio kigumu kwa sababu ni moja ya kufanya, huenda unaweza kufanya kufuatana, yani unaweza kufanya kama kile kinachoonekanika. Lakini kuna makosa kwa umeshafanya. Maana yake vitu vya kwenye simu na kuja kuvifanya hivi huko kawaida lazima tofauti utakuwepo. Okay, nadhani kwamba kama wewe mdau usije ukaogopa, njoo kwa Willy Popo akufanyie kitu ambacho kizuri sana. Lakini pia kwa mdau wako unaangalia kupitia Mpoda TV, kipindi Mingo za Kitaa ni kipindi ambacho kinaelimisha sana, lakini pia kwa kuna vijana katika harakati hizi tunazozienda nazo katika mwaka 2026 usije ukafeli. Kwa sababu gani? Usije kufeli kwa sababu ni mazingira ambayo mwaka unaogawanyika. Mwaka unaogawanyika mara nyingi sana unakuaga na vitu ambavyo vya kuvifanya, vitu vya msingi sana. Kama kijana basi jifunze vitu vingi sana, lakini baada ya Willy Popo, lakini kuna baadhi ya vijana kwa nao mtaani kuweza kuzungumza ya kwao, lakini pia nao kuangalia changamoto gani ambayo ipo katika mwaka huu wa 2026.